بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، ikiwa ni usiku wa tarehe 15 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1446, katika darsa kitabu cha tafsir Ibn Kathir rahimahullah, tuendelea na tafsiri ya suratul Maida na tulifikia aya ya 3 ambayo tulianza kuisoma kuanzia juma lililopita. قول ياك الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. محرمشيوا nyamamfu na damu na nyama ya nguruwe. wama uhilla lighairi llahi bih, na mnyama aliyechinjwa si kwa ajili ya Allah. walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum. kadhalika mmeharamishiwa kula mnyama aliyekufa kwa kunyongeka koo, na aliyekufa kwa kupigwa, na aliyekufa kwa kuanguka, na aliyekufa kwa kupigwa pembe, aliyeliwa na mnyama, ila mkimdiriki kumchinja. illa ma dhakkaytum wama dhubiha ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. kadhalika ni haramu kula mnyama aliyechinjwa au aliyechinjiwa masanamu, na ni haramu kupiga ramli. dhalikum fisq, hayo yote ni upotofu. tulifikia katika kusoma tafsir al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, qawluhu illa ma dhakkaytum. kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika nyama ambazo ni haramu kwa Muislamu kula, wama akala as-sab'u, ni ule mnyama aliyeliwa na mnyama mvamizi kama simba au chui na mfano wake katika wanyama wanaovamia wenzao. akawa yule simba amemla yule mnyama, tuseme amemla akabakisha nyama pale, ni haramu mtu kwenda kula nyama kama ile, pamoja na kuwa damu ilimwagika alipomkamata yule mnyama. damu ilimwagika pale, pengine amemrarua tumbo, damu ikamwagika, lakini pamoja na hayo ni haramu kwa sababu hakuchinjwa katika njia ya kisheria. kwa hivyo nyama kama ile itakuwa ni haramu kwa Muislamu kula. wa qawluhu illa ma dhakkaytum عائد على ما يمكن عوده عليه ممن عقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفيه حياة مستقرة. إلا ما ذكيتم, isipokuwa yule mtakayemdiriki mkamchinja kabla ya kufa. asema hii yarejea kwa kila ambacho huko nyuma kimetajwa, ile sababu ya kufa kwake imetimia. kwa mfano amenyongeka kabla hajafa ukampata ukamchinja. kwa mfano amevamiwa na mnyama akaliwa mguu lakini bado mzima, ukimchinja wewe basi wewe umemdiriki. ameanguka kutoka juu ya mlima kaanguka chini, ukifika pale bado ana uhai, ni mzima, ukamchinja, ashakuwa halali. kwa hiyo hao wote waliotajwa huko, ikiwa mtu atadiriki akampata kabla ya katika roho, basi itakuwa ile nyama
ni halali kuila. Faamkana tadarukuhu bidhakatin, kwa hiyo ukaweza ukamakinika kumdiriki yule mnyama kwa kumchinja kichinjo cha kisheria. Wafihi hayatun mustaqirra, na ana uhai, yule mnyama bado ana uhai wake. Na hapa wamekhtalifiana wanaovioni maana yake nini. Ni kuwa ana uhai bimaana avuta zile pumzi zake za mwisho, yuko katika hali ya kufa, ama awe na hayat mustaqirra bimaana ule uhai wake lau kama ataachiliwa ataendelea kuishi. hapo kakhtalifiana wanaovioni. Wasahihu wallahu a'lam, maadamu kuna uhai pale bimaana hajakata roho, akimchinja yule mnyama basi ile nyama yake itakuwa ni halali sababu bado roho iko. Wadhālika inma yaudu ala qawlihi, asema hii illa ma dhakaytum, yarudi katika kauli ya Allah, wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u, vote illa ma dhakaytum. Kwa mfano wal munkhaniqa, yule mnyama ambaye amenyongeka, pengine labda alifungwa kamba, ile kamba ikamnyonga ikawa yuateseka pale, ukaja ukamkuta yule mnyama yuenda kufa, ukamchinja. Wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu, zote hivi ambavyo tumeeleza katika vikao vilivyopita moja baada ya mwingine. Al munkhaniqa, yule anayekufa kwa kunyongwa. Wal mawqudha, yule anayepigwa, mtu akampiga gongo mnyama hivi, au akampiga kwa kutumia chuma ya kichwa hivi akamwangusha yule mnyama. Ikiwa atamdiriki kabla hajakufa akamchinja, basi nyama yake halali. Wal mutaraddia, na yule alianguka kutoka katika sehemu ya juu akaanguka chini, mfano mbuzi alikuwa juu ya nyumba akaruka. Haidi hutokea vituko, kuna watu waishi juu hivi kwenye gorofa, basi uenda akampeleka mbuzi yule kule juu kwenye rufu kule, kisha watoto kaanza kumchokora chokora yule mbuzi, akili zikamruka huyo tena, kiwale mbuzi wale makurutu wale wanaoita wenyewe, aruka yule, aruka yule mbuzi, aona ndo salama, kumbe ndo yuenda, akianguka nyumba gorofa 4 5 huko juu, moja kwa moja bila shaka atavunjika miguu, ataumia hivi ataumia vile. Lakini ukamdiriki kabla hajafa ukamchinja, au bado yuhaya, mvunjika miguu yuhaya, basi umchukua mchinja. Wanatihatu, na aliyepigwa pembe na mwenzake, hata ikiwa ile pembe amepigwa kwenye koo, ile sehemu ya kuchinja pale, ampigwa pembe kabla hajafa ukamdiriki, basi halali. Wama akala as-sab'u, na kile kilicholiwa na mnyama mvamizi kama simba na wengineo, ukampata bado hajafa ukamchinja, halali. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إلا ما ذكيتم، يقول إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي. asema isipokuwa kile mtakachokichinja katika wanyama hawa na bado roho yake ipo, basi kuleni, huyo atakuwa amechinjwa katika njia ya kisheria. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن البصري والسدي، أو وتمكن قوله. وروى ابن جرير عن علي قال إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، ukidiriki kumchinja yule mnyama aliyepigwa, akapigwa na kitu kizito hivi kama kupigwa na jiwe au akapigwa na gongo, jamaa mwana swara yupita karibu hana kitu, ana bakora, kampiga bakora ya shingo yule swara akaanguka chini, kisha akamwai akamchinja. Au almutaraddi, mnyama alianguka kutoka juu, wanatiha aliyepigwa pembe. Asema yote ukimdiriki kumchinja katika hawa, wahia tuharriku yadan au rijlan, na bado kuna mguu una haraka au mkono wake una haraka bado, bimaana uhai bado upo,
fakulha, basi huyo ukiwa utamdiriki kumchinja kula. وهكذا روي عن طاووس والحسن يعني البصري وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. hao wote wamesema kuwa kile kinachochinjwa katika kichinjo cha kisheria wakati wote ambapo kitafanya haraka inayoonyesha kuwa bado ule uhai upo hata baada ya kuchinjwa, kwa sababu nyama ukimchinja yafanya nini? Yorusha miguu na mikono. Ikaonekana kuwa ukimchinja arusha miguu na mikono, maana yake ilikuwa bado kuna nini? Kuna uhai. Kwa hivyo kama huyu wasema ni halal, ile mnyama ni halal. Ama wamchinja ukimaliza kumchinja kwa vile vile akuangalia wewe hukumpata, kwa usijihalalishie kitu kumbe umechinja mfu, ukuchinja mnyama tayari ashakufa, wewe ndio uenda kumchinja. Sio sawa. Sawa sawa ni kwa wakati wamchinja katika wakati ambapo bado ana nini? Ana uhai. وفي الصحيحين عن رافع ابن خديج أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب. صحابة رضوان الله تعالى عليهم katika mojawapo wa safari za jihad fi sabilillah walimwambia Rasulullah, sisi tutarajia kuwa kesho tutakutana na maadui zetu, bimaana tutapambana vitani, na tuachelea kuwa hatutakuwa na visu vya kuweza kuchinja, bimaana afanadhbahu bilqasabi, je tuweza kuchinja kutumia alqasab? Alqasab kullu nabatin dhi anabib, ni kila mmea ambao katikati una kama pipe tundu, kama vile bambu. Shona bambu ukikata ndani kuna kama tundu. Sasa ile ikikatwa vizuri hivi huwa yapata kama mfano nini wa kisu, katwa vizuri afanye. Tuweza kutumia qasab kuchinjia. Kwa nini masahaba wasema hivyo? Kwa sababu wao walikuwepo na mapanga, walikuwa na mapanga, sienda vitani, walikuwa na mapanga, lakini yale mapanga wameyanoa kwa ajili ya vita. Sasa wakitumia katika kukatia nyama, kukata mifupa, yale mapanga atafanya nini? Yatapokonywa ule ukali wake. Kwa wakamwambia Rasulullah, tuwezi kutumia panga zetu na kesho tuingia vitani, tuweza kutumia qasab kama mfano nzirani ile ukikata, tuweza kutumia kuchinja maadamu ya chinja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba, ma anhara ad-dama wa dhukira ismullahi alayhi fakul, chochote kile kinachomwaga damu, bimaana iwe ni plastiki, kile kisu kinatengezwa na plastiki, kinatengezwa na hiyo qasab, kimetengezwa na chuma, maadamu ni kisu, si lazima kiwe ni cha chuma, maadamu chakata chaweza kumkata koo yake yule mnyama na ile mishipa yake ikakatwa, basi na damu ikamwagika. Sharti la pili, wadhukira ismullahi alayhi, na likatajwa jina la wakati wa kuchinja. Kwa vitu viwili muhimu katika kumchinja mnyama, ni lazima damu imwagike pale kwa kukata ile mishipa katika shingo yake, kwenye koo pale ubavuni, maana enda na koo, na kadhalika litajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, fakul, basi kula, bimaana akawaruhusu masahaba kuchinja kwa namna hiyo. hivyo kullu ma asala ad-dam wa dhukira ismullahi alayhi fa halalun akluhu, kila kitakachomwaga damu kachinja kama mwaga damu, na pia kukatajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala
katika yule mnyama anapochinjwa fahalalun akluhu, ni halali kula. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema laysa as-sinna wadh-dhufura ay illa ma dhubiha bis-sinni wa huwa al-'adhmu, isipokuwa kile kinachochinjwa kwa kutumia mfupa. Akakataza kutumia mfupa au bidh-dhufur, au kutumia nini, kucha. Walikuwa ahlul habasha wakitumia hili njia hizi, walikuwa kufaru wakati ule. وقد نهينا عن التشبه بالكفار وهو أن يغرز ظفره في موضع الذبح تيزني kwa nguvu katika ile sehemu nini ya kuchinja, fayakhniqu ma yadhbahu, kisha yomnyonga yule mnyama anayemchinja. Walikuwa wafuga makucha, sijui inatoa ina gani, subhanallah, kwa sababu yataka nguvu sana mpaka utoboe ngozi ya yule mnyama na kumnyonga. Najua waweza kumnyonga akafa, lakini kumtoboa kisha ukamngoa ile mishipa kazi hiyo. Kwa huyu hata isabiwa kuwa amechinjwa, ataingia katika hukumu ya nani? Almunkhaniqa, kilichonyongwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza jambo hilo. Walaysa maana mudan ay sakakin au sikin, kisu. Muda kusudiwa hapa ni kisu. وقوله وما ذبح على النصب قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة. وما ذبح على النصب, وسمى نصب ilikuwa ni mawe yanayowekwa katika nini, kizunguka ile al-Kaaba, wakichinjia katika sehemu hizo. قال ابن جريج وهي 360 نصبا كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها. na haya mawe yalikuwa 360 walikuwa waarabu wakati wa jahiliya wakichinjia hapo. وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح, kisha zile damu zile zinazotoka uzimwaga kwenye al-Kaaba, zile damu za wale wanyama. ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب, kisha wakata zile nyama zile wazikatakata, kisha waziangika zipigwe na jua katika haya mawe walikuwa wakiyachinjia. وكذا ذكره غير واحد فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع, Allah akawakataza waumini kufanya kitendo kama hiki. وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. Allah akawaharamishia waumini kula vichinjo vinavyofanywa hivi katika hizo nusub zilizotajwa hapa. Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza waumini jambo hilo, ingawa yajulikana kuwa kile kilichokuwa kikiabudiwa na Makuraish wakati ule ni masanamu, yani si mawe yawekwa. Walikuwa kiabudu masanamu, ambayo hiyo ndio katika tarehe ukiangalia utaona kuwa walikuwa kiabudu masanamu, na yalikuwepo kweli zaidi ya 360 masanamu, zaidi ya 360 yameizunguka al-Kaaba walikuwa kiabudu. Yani bimaana lau kama mtu mmoja mjinga ataka kila siku kuabudu mmoja, mwaka mzima na kitu cha kuabudu, yeye abudu tu, mbali na yule aliyekuwa naye nyumbani pia na visanamu vyake kadhaa. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam was-sunnah. Wallahi Uislamu ni neema kubwa sana. Hebu fikiria jiwe ulichonge mwenyewe kisha uliabudu. Na tusiseme kuwa eti ya mambo mpaka leo kuna watu wafanye hivyo. Leo kuna watu wafanye hivyo, sanamu mtu abudu. Sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mambo yafanyika, na uhakika wa ibada ya masanamu ni kuwa waabudu wale watu wanaowaitakidi katika zile sura za masanamu kuwa wale ndio wanaowafikishia maombi yao kwa Allah subhanahu. Haulai shufa'auna 'inda Allah, ili mpaka leo.
Kuna baniani mmoja mimi nilimuuliza, kwani nyinyi mbona muabudu sanamu, muabudu hivi? Sema sisi hapana abudu sanamu, yule ni mtu aliishi zamani. Subhanallah, angalia, anielezea mwenyewe kwa nini sasa waabudu. Asema sisi hatuabudu, sisi tuwajua ile jiwe, lakini ile sura yake ni mtu ambaye yeye alikuwa ni saint, ni walian, lakini sisi tuweka sura yake pale katika ile sanamu, kisha sisi tuomba kupitia kwake. Sisi tunaomba Mungu lakini naomba kupitia kwa huyu. Sio, muelewa? Na wewe nenda kauliza, utajibu hivyo hivyo. Mimi nimeuliza mwenyewe, nimuuliza patele mmoja, nimemuuliza kanambia hivyo. Kwa nini ufanye hivyo? Sema fanye hivyo kwa sababu hii. Naudhu billah. Na kuna wengine waenda kwenye makaburi aomba maiti pia, sema hivyo hivyo. Mbona wewe unaenda kuomba maiti? Sasa mimi siombe maiti. Huyu maiti wali, sikiza vizuri maelezo, lakini sisi tuomba kupitia kwa huyu ndio afikishe. Mfahamu? Tofauti ni kuwa yule ametengeneza sanamu katika sura yule yule maiti, ametengeneza sanamu. Huyu amekwenda direct kwa yule maiti. Hiyo ndio tofauti. Lakini ni vile vile. Na ndio maana mtume wa kaburi laweza kuwa sanamu, amewezekana. Kaburi lile anayefanya hivi amelichukulia lile kaburi kwa nini? Ni sanamu. Na mtume wa sallam amesema, Allahumma la taj'al qabri wathanan yuhbad. Ewe Allah, usilifanye kaburi langu likawa ni sanamu lenye kuabudiwa. Akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asilifanye kaburi lake kuwa sanamu lenye kuabudiwa, kumaanisha kuna baadhi ya watu wachukulia makaburi kama nini? Kama masanamu. Kwa si lazima itengenezwe katika sura ya mtu, la, lile lile kaburi laweza kuwa sanamu. Kwa hivyo walikuwa makuraish wakiabudu hawa masanamu, wakiwachinjia, na hata wakitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, bado kile kichinjo ni haramu, kwa sababu kimechinjwa kwa nia ya shirki, kimechinjiwa sanamu. Ni shirki ambayo Allah ameharamisha na mtume wake. Wayambaghi an yuhmala hadha ala hadha li'annahu qad taqaddama tahrimu ma uhilla bihi lighayri Allah. Kwa hivyo hapa akabeba kuwa kile kinachochinjiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masanamu, sababu mbele katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala sema hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighayri Allahi bihi. Kwa tayari kushatajwa kile kinachochinjwa kwa ajili ya asiyekuwa Allah, na huko mbele sema wama dhubiha ala an-nusub, kwani kile kimechinjwa kwa ajili ya Allah. Pia hiki kilichochinjwa kwa ajili ya sanamu si kwa ajili ya Allah, pamoja na kukule shatangulia kutaja kilichochinjiwa asiyekuwa Allah. Ikawa tofauti iko wapi? Iko kuwa hata likitajwa jina la Allah katika kile kinachochinjiwa sanamu au kinachochinjiwa asiyekuwa Allah ni haramu. Fahamu? Hata likitajwa jina la Allah, kwa sababu ikiwa alikutajwa jina la Allah tayari ishapita huko juu. Wama uhilla ishatajwa kule juu. Naona? Na hiyo tumetaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala wama uhilla lighairi Allahi bihi, tayari kule ishatajwa kile ambacho kimechinjwa basi na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa chini kwenye masanamu hatusemi kuwa kile kilichochinjwa kwa jina lisilokuwa Allah la Allah, tayari hiyo ishatajwa. Bimaana hata kilichochinjwa sanamu likatajwa jina la Allah pia musile. Umefahamu hapa vizuri? Kwa asije mtu akaenda kuchinjia kaburi kisha akasema bismillah Allahu akbar akachinja, lakini achinja kwa ajili ya kaburi, akamwambia watu hii lakini nasema bismillah, hatuli hiyo nyama, kwa sababu hii nyama amechinjwa huyu aliyezikwa hapa na hili kaburi, kwa hatuwezi kula. Kwa yale maitima ya mji yanayofanywa katika baadhi ya miji ya pwani, ukiwemo mji wa Mombasa, sijui kama waendelea, lakini kuna time huko nyuma walifanya, wazungusha ng'ombe kisha waenda kwenye kaburi pale Alidina Vizram pale ndani, waenda kwenye kaburi wamchinja yule ng'ombe, hata wakisema bismillah Allahu akbar mara 100 pia, mpaka wamchinje yule ng'ombe. Ile nyama kuila ni haramu kwa sababu malengo yao ni ya kishirikina. Na wewe angalia, wakishamaliza kula zile nyama wafanya nini? Wachukua mifupa waenda kuitupa baharini pale. Kwa nini mwafanya hivyo?
wahojiwa iko ile nini wahojiwa sijui channel gani waliohojiwa iko kwenye YouTube wameiweka waulizwa kwa nini mfanye hivi wasema kwa tusipofanya hivi watakufa watu wengi hapa baharini si mfahamu simuache wafe mashahidi basi kifa baharini bwana walghariqu shahid mtaki jamaa wafe mashahidi almuhimu wao waamini kuwa ile mifupa wanaokwenda kuitupa baharini wajikaribisha nayo kwa majini shetani sasa wale majini wale watawahifadhia wale wasijui kama sasa watakuwa ni madaiva wale majini watakuwa waketi pale ngoja mtu akizama wambeba sielewi lakini wao ndio wanavyozungumza hivyo wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anawaambia nini qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman waulize ni nani anayewachunga na kuwahifadhi nyinyi usiku na mchana pasi na Allah ar-rahman nani anayewahifadhi na wewe unataka kuifahamu hii aya vizuri leo usiku ukienda kulala nenda kalale huko ikumbuka hii aya kwa mimi nalala alafu ukiamka asubuhi jiulize ulivyokuwa walala wewe ule usingizi wako usiku umelala vizuri kuna wakati umehisi ikiwa mtu ataingia atakudunga kisu ikiwa mnyama kama nyoka atakuja atakuuma kweli ungehisi wewe katika usingizi wako nani anayekuhifadhi wewe ulala tu huna nguvu yoyote kuweza kujihifadhi kabisa kitu chochote chaweza kuja kikakudhuru na wewe huna habari wajua huna habari kabisa yani lau kama kwa mfano mtu atakuja na kisu wewe unalala pale si kazi rahisi tu ya kumaliza sio akikudunga kwenye moyo vashakuwa wewe amka kaburini hakuna ndo kweli ushakwenda wewe labda ule ukelele utakaopigwa ni baada ya kudungwa ndo wafa ndo wenda lakini Allah amekuhifadhi hakuna mnyama mbaya mwenye sumu pengine amekuuma wewe umelala hakuna mtu amekuvamia umelala vizuri kwa amani mpaka asubuhi mpambauka kisha baada ya hifadhi yote ya Allah hii waje kutuambia majini ndio wanakuhifadhi wewe yani yeye ingia kilini kweli kwako afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliyaa min duni wa hum lakum adu hivi adui yako yule anayekuamrisha wewe ushirikina huu ndio atakuhifadhi wewe ama ataka kukutia motoni tu milele uende ukafanya shirki ukali milele motoni waliyadhu billah a'udhu billah haya mambo yafanyika kwa nyama kama zile ni haram kula haram kwa hiyo usifanye wapenda kula afadhali ukaina njaa kuliko kwenda kula chakula ambacho ni haram kula kuna watu wakishaona basi kwa pikwa supu au huenda tu kuna supu mwapenda supu kweli kweli paka ya haramu pia wewe bora ule tu watu wana ajabu hawa subhanallah na ndio maana wengine huko zamani sisi watoto kitambo kulikuwa kiibiwa kuku kweli huko majengo kisha jamaa waenda kuchoma hoteli fulani pale sihitaji zamani kulikuwa na hoteli watu wa majengo waelewa ishafungwa pale wenda pale na nyama yako wachomewa nafikiri shilingi 10 shilingi 20 wachomewa sasa hao watu kuvamia kuna kuku pale yeye pia yuaje leo sikuache mimi na wewe kumbe ajui yule kuku wao wa nyumbani anaibiwa wallahi alazim hayakufanyika yalikuwa kifanyika uliza watu wa majengo hapa sisi hapa wewe wala tena wapewa kula paja ile kula mbavu hii wewe wala kumbe wasetiwa ukishamaliza wasikiliza tena usilete fujo huku kwa kwenu na wewe unkula kwa hiyo usiende ukasema kule sijui kuku aliwa sijui na wewe umo tunkula pamoja Allahul musta'an hayuko kupenda kula ndio hivyo wala kuku wako hujui na wengine sasa uenda ukafuata kisikia ng'ombe achinjwa yeye yuenda anchinjwa kwa ajili ya nani huyu anchinjwa kwa ajili ya Allah basi anchinjwa kwa ajili ya Allah antolewa sadaka kula kwa ajili ya Allah waona wazi kwa ni ushirikina wafanyika ni haramu kula kichinjo kama hicho wa qawluhu hapa sasa wa qawluhu ta'ala wa an tastaqsimu bil azlam ay harrama alaykum ayyuha al mu'minuna al istiqsam bil azlam Allah amewaharamishieni nyinyi enyi waumini kupiga ramli kule kupiga ramli mmekatazwa wahiduha
زلم وقد تفتح الزاي فيقال زلم. وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك وهي عبارة عن قداح ثلاثة. Waarabu wakati wa jahiliya walikuwa na jambo hili walifanya, kuwa mtu akitaka kufanya jambo lake, mfano ataka kuoa au ataka kufanya biashara fulani, kwa hana uhakika ile biashara itakwenda vipi au yule mke nikimuoa atakuwa vipi. Kwa hiyo huenda katika sehemu ile ambayo hufanya hii ramli, kisha uwekwa mishale mitatu. Mishale ile mishale huandikwa vitu, ala ahadiha maktubun if'al, mmoja umeandikwa fanya, yani bimaana ukitoa ikiandikwa fanya, wewe nenda kaoe tu, sio na wasiwasi, jambo lako liko vizuri. Wa ala al-akhar la taf'al, na mshale mwingine ambao usifanye. Kwa ukitoa hivi asema usifanye, sawa? Usifanye basi ndo haoe. Kama biashara afanye biashara, umeelewa? Wa thalithu ghuflun laysa alayhi shay'un, hivi hivi kwa mweupe hauna kitu, yani hukuchora kitu. Kwa hivyo akitoa ile ya tatu, ile ambayo haina kitu, maana yake rejelea tena. Kwa hiyo koroga pale atoe tena, ikitoka hamna kitu yaregesha, akoroga mpaka atoe, sema fanya ama sifanye. Wa minan nasi man qala, wako katika watu wasema maktubun ala alwahid amarani rabbi, wengine wasema imeandikwa mmoja, Allah ameniamrisha, Mola wangu ameniamrisha hili. Wa ala al-akhar nahani rabbi, na mwingine andikwa Mola wangu amenikataza, maana usifanye. Wa thalithu ghufl laysa alayhi shay, na watatu huko blank, ule hauna kitu, maana yake rejelea tena. فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله أو النهي تركه وإن طلع الفارغ أعاده. kwa akizungusha ile mishale, akitoa hivi kisema fanya iwafanye, kisema usifanye iwawacha, ukitoka ule ambao hauna kitu yarejelea tena. والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. na hii alistiqsam imetokana na talab alqism, yani ni kama wataka ushauri kwa ile mishale unaofanya pale na zile ramli unazopiga pale, wataka ikuchagulie ile bahati yako ni ipi. hakadha qarrara dhalika Abu Ja'far ibn Jarir, maneno yao mzungumza Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari rahimahullah. وقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها الأمور, ni mishale hivi hivi walikuwa ndio wakitumia katika kuchagua lile jambo afanye ama asifanye, kwa kitumia. Sasa mtu atakwenda safari, mwanzo yapitia pale, azungusha kitoa, usende yabaki, nenda yuenda, kwa namna hiyo. وذكر محمد بن إسحاق وغيره إن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل. sanamu kubwa kabisa la Quraysh walikuwa kiabudu ni sanamu linalojulikana kama Hubal, na ndio huyu Abu Sufyan kabla ya kusilimu radhiallahu anhu katika vita vya Uhud akasema a'la Hubal, sababu Hubal ndio sanamu mkubwa walikuwa wakimwabudu. mansubun ala bi'rin dakhil al-Ka'ba, amewekwa juu ya kisima, kile kisima kiko ndani ya al-Ka'ba. fiha tudha'u al-hadaya, na kisima ni ibara ya shimo, si kwa kuna maji, ni shimo ambalo ndani yule ambaye ameweka nadhiri zake kuwa mimi jambo langu fulani likifanyika nitatoa sadaka pale, atupa ile sadaka yake pale ndani, kama ni dhahabu kama nini. wa amwalul ka'bati fihi, mali ya al-Kaaba iko pale ndani. Kitu kimoja nitawaambieni, walikuwa hawathubutu kuiba, wakiogopa, na visanamu vao na ushirikina wao walikuwa waibi. Sisemi ni sawa, lakini kuna baadhi ya misikiti huwekwa visanduku vile vya kuchangia vile. Leo umeona video bwana, nafikiri imetrend kwa kila mtu ameiona. Jamaa bwana ameketi bwana, yuwavunja sanduku la msikiti bwana la pesa. Wallahi hajui maskini ile, nafikiri ile kamera ilikuwa yamlekea hivi. Wewe una wazimu, watu wataweka kamera kote wasiweke kwenye sanduku la pesa? Hebu fikiria, yani watu wataweka kamera msikiti mzima, watakuona nini? Palipo kutawadha una watu watawadha.
si hilo sanduku ndo muhimu. Sasa maski Allahu a'lam. Almuhim ile kamera ilikuwa yamvuta video yule pale jamaa, basi wavunja huko yokimbia, angalia jifanya si yeye, kisha avunja kidogo jifanya si yeye, mwisho amvunja, amfungua, amekusanya zile senti zote akazitia kwenye mfuko wake ule wa jacket na akafunga, huyo akaenda zake. Washindwa na Abu Jahali wewe, salala wewe, washindwa na Abu Jahali, hawezi kuiba hii hawezi kuiba. Abu Jahal mwenyewe ile ya Al-Kaaba pale hawezi kuiba, ataiacha vile vile, na njikafiri jishirikina kubwa ile, na wengineo katika washirikina, ile heshima walikuwa nayo pamoja na shirki walikuwa nayo, lakini kuna vitu walikuwa hawathubutu kuvifanya. Wallahi alazim, yashangaza. Wewe Muislamu bwana, wewe si kafiri, wewe si mushrik, Muislamu bwana, wajua kuwa Allah wakuona pale unachokifanya. Unketi uangalifu. Sasa hii fedheha ya ulimwengu, mimi nasema hii ni ile fedheha ya dunia kabla ya akhera. Hebu fikiria sasa ulimwengu mzima na huko aliko anakoishi jamaa wamuona baba kifulani basi namna hii. Hebu fikiria wale watoto wako watakuwaje kaonesha ni mtu mzima mtaani kule, kila mtu akujua, kila mtu akona kuangalia hivi, ndo huyo. Ili trendi ya nini? Ya nini? Ni kama msikiti mmoja hapa, kamera imewekwa kwa viatu hapo nje. Jamaa watu waswali alfajiri, yeye akusanya tu, ana kigunia chake akusanya tu, tena Ramadhani alfajiri watu wanakuja kuswali, akusanya atia kwenye kigunia. Imekatwa ile klipu ikasambazwa. Yeye mwenyewe alivyoiona arudisha mmoja, basi bwana viatu ndo hivi hapa, sijaviuza, akaviregesha. Ashajulikana, maana kionekana wazi ni mtu fulani huyo. Kwa nini wafanya hivyo? Yani imekuwa watu sasa hivi waogopa hizi kamera ziwaone kuliko Allah subhanahu wa ta'ala kwa iwaona. Sallallahu alaihi wasallam. Ajisahau binadamu. Wallahu almusta'an. Kwa hizi mali za Al-Kaaba zilikuwa zikitupwa pale ndani, kuna shimo kule ndani ya Al-Kaaba, ukitupa kule ndani na Hubal yuko juu pale, ndo sadaka zao zitoa pale. Wakana indahu 7 azlam مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه مما أشكل عليهم. na alikuwa na hizi ndonga hizi 7 katika yale mambo wanaozozana baina yao, wameandika pale hivi ama vile, huyu nani mshindi nani ashindwa katika kesi hii, katika kesi hii. Sasa ikitoka ile unshindwa wewe unshindwa katika kadhia hivyo, wakizichagua, fama kharaja lahum minha raja'u ilayhi wa lam ya'dilu anhu, ile hukumu itakayotoka pale katika kile wanachokivuta basi ndio hiyo hiyo, hawarudi nyuma. hii ni kauli pia. Wathabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma dakhala al-Ka'ba, imethibiti hadith katika sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia al-Ka'ba, alipoingia ndani ya al-Ka'ba wakati wa fathu Makkah, wajada Ibrahim wa Ismail musawwarain fiha, akapata ndani wamechora sura ya watu, wasema huyu ni Ibrahim na sura ya mtoto huyu Ismail. Wafanya nini? Wa fi aidihim al-azlam, eti wapiga ramli, katika mikono yao wamezibeba zile ile mishale ile, wapiga ramli pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona hiki kitu akasema, faqala qatalahumullah, Allah awaangamize awalaani waliofanya hivi. Laqad alimu annahuma lam yastaqsima biha abadan, hawajua kuwa Ibrahim na Ismail hawajawahi kufanya ramli hata siku moja, hawajawahi. Uongo, hawa jamaa wamechora uongo. Kwa hivyo akalikanusha hili jambo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi na Nabii Allah Ibrahim ndio imamu al-hunafa, imamu wa watu wa tauhid, vipi atakwenda kwenye mambo ya ramli? Na leo haya mambo yamekuwa yafanyiwa diaya bila tawaswasi. Mabarabarani ukitembea utakuta kuna mabawa yameandikwa pale kupiga ramli ya kioo, tena hawa yao kali yao ya kioo, sijui wafanya vipi, lakini Allah. Wasikia kuna nyingine ukimtaka yule aliyekuibia live, niko pale live, yani wamuona huyo hapa, sijui kuonyesha vipi kwenye wana CCTV ama kitu gani, almuhimu. Na watu wengi
watu wengi waenda. Msione kuwa zabandikwa bure tu hizi mabao yabandikwa sababu kuna wateja. Sallallahu alaihi wasallam. وقال مجاهد في قوله وان تستقسم بالازلام قال هي سهام العرب يعني ni ile mishale wanayotumia Waarabu. Wa ki'ab faris wa rum, ki'ab ni zile zinazotumiwa katika chess, zile walikuwa wakizitumia katika kufanya hizi ramli. Kanu yataqamaruna biha, walikuwa wakifanya kamari nayo. Yani huyu kwa kauli hii Mujahid amekwenda kauli kuwa al-istiqsam bil azlam ni ramli, ni afwan ni kucheza kamari, kufanya kamari. lakini الإمام كثير اسمه وهذا الذي ذكر عن مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظر. هي قول iliyotajwa kwa Mujahid amesema kwa hii al-istiqsam bil azlam kwa imewekwa kwa ajili ya kamari, sema hii kauli fihi nadhar, yatakaitizamo makini, bimaana haiko sawa. اللهم إلا أن يقال إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار أخرى. إلا mtu akisema labda wakati mwingine watumia kwa njia hii ya kamari na wakati mwingine watumia pia katika kuwachagulia lile jambo wanalotaka kulifanya. Yawezekana zote mbili, kazi zote mbili yawezekana, lakini wallahu a'lam. Fa inna Allah subhanahu qad farraqa bainaha wa bain al-qimar. Sisi tuona kwa Allah subhanahu wa ta'ala ametofautisha baina ya kucheza kamari na kadhalika kupiga ramli katika Qur'an. Wa huwa al-maisir, sisi tunajua kuwa kamari ni maisir, maisir ni al-qimar. Fa inna Allah subhanahu faqala fi akhir as-sura ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, akataja ni vitu tofauti. Rijsun min amali ash-shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun. Kwa hapa tukaona kuwa ametofautisha baina hivi vitu viwili, akataja maisir ambao ni qimar na akataja al-azlam ambao ni ramli, vitu viwili tofauti. Na hii aya ni dalili ya wazi kuwa hii kauli aliyonasibishwa nao Mujahid ni kauli dhaif, kuwa sio maana yake kamari bali maana yake ni kufanya nini? Ramli. قال وهكذا قالها هنا وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي تعطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. بمعنى كفانيا هي رملي ni ufasiki, ni upotofu, ni ujinga, ni shirki, vyote hivi. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه. na Allah akatupa badala njema kuwa mtu anapotaka kufanya jambo hana uhakika nalo litakuwa vipi, aswali nini? Istikhara. Bi an ya'buduhu thumma yas'aluhu al-khiyarata fil amri alladhi yuridunahu, bimaana wamwabudu Allah mwanzo ndio zile raka mbili waswali, kisha wamtaki khiyari Allah subhanahu wa ta'ala, atawachagulia kilichokuwa bora na wao. كما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitufundisha duaul istikhara, hii istikhara katika mambo yetu kama anavyotufundisha sura katika Qur'an. Maana yake tusizidishe na tusipunguze, bimaana uhifadhi hii dua kama vile sura katika Qur'an, na unapoisoma uisome kama vile soma suratul Fatiha, huongezi wala hupunguzi, iwe hivi hivi. Ndio maana haya maneno kama yuallimuna surata min alquran, kama vile anavyofundisha sura katika Qur'an atafundisha vipi, bimaana uishike vile vile ilivyo. Kwa hivyo hapa pia ni hivyo. Wasemeje? Wayaqulu, akisema idha hamma ahadukum bil amri, ikiwa mmoja wenu ana ham, ataka kufanya jambo, falyarka rak'atayn min ghairi al-fariidha, asali rak'a mbili ambao si katika faradhi. Bimaana aweza kuswali, aingia msikitini akaona afanye istikhara, akaswali qabliya rak'a mbili, hizi pia zaingia rak'a mbili. Au baada ya swala ya faradhi akaswali baadia yake rak'a mbili, au akakusudia kuswali haswa rak'a mbili kwa ajili ya nini? Ya istikhara, pia ni sawa. Au akaswali duha, almuhimu swali rak'a mbili mwanzo. Kisha hii dua waisema wapi? Baada ya kutoa salamu. Waswali rak'a mbili,
ushatoa salamu ndio hii dua waisoma. Naweza kuisoma kwa kuangalia, naam waweza kusoma kwa kuangalia, ina shida yote. Andika kisha usome, haina shida. Thumma liyaqul, kisha asema maneno haya, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Kwa hapa wamtaka khiari Allah akuchagulie wewe, sababu Allah ni mjuzi wa yale ambayo yako katika mustakbali na yeye ndiye umweza. Kwa hivyo wataka kusaidie kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa lile jambo lilakuwa liwe, ikiwa si lakuwa, Allah kwa uwezo wake akuepushe nalo, akupe la khairi kuliko lile. Hapa nataka tuelewe, istikhara unapoiomba hii dua ni kuwa usisite katika kuendelea katika lile jambo lako. Muelewa nazungumza nini? Yani kwa mfano mimi nataka kufanya biashara, nikaswali zile raka mbili, nikaomba hii dua ulistikhara. Haimaanishi subiri sasa utaota, subiri utasikia kifua chako kifanya hivi, ichafanya vile. Hakuna lolote katika yote hizi khuza'balat. Wallahi zote khuza'balat, hakuna uhakika katika mambo hayo yote, hakuna hivyo. Wewe umemaliza kufanya ibada yako, ushamuomba Allah subhanahu wa ta'ala khiari, endelea kufanya jambo lako. Wewe endelea. Kama ni binti wenda kumuoa, peleka posa yako. Ikiwa ni khairi na wewe, lile jambo litakuwa. Ikiwa si khairi na wewe, kutatokea sababu yoyote halitokuwa, na Allah atakukadiria bora kuliko lile. Umeelewa hapa nafikiri? Kwa hivyo msituletee vile kusema kuwa ati kuna ndoto fulani atalala ataota. Hakuna ndoto yote, waweza kukaa wewe chochote wewe unkaa. Sasa ulikuwa swalia nini istikhara? Ulikuwa waombea nini dua al-istikhara? Waomba kuwa Allah akuchagulie, ni Allah ndiye anayekuchagulia. Wewe endelea na shughuli yako, usisimame. Kwa ikiwa ni biashara, endelea kufanya biashara yako. Ikiwa haina khairi na wewe, utaona tu Allah subhanahu wa ta'ala atakuondoa katika ile njia. Utaona tu alitokuwa ile jambo, kisha atakuelekeza katika kile ambacho ni bora kwako wewe, sababu huwezi kula khasara maadamu mshauri wako na khiari yake unatoa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamwacha Mola wako ndio kuchagulie wewe, basi bila shaka utafaulu katika jambo lako. Imma liwe lile ni khairi kwako, litaendelea. Ikiwa si khairi kwako, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta sababu. Mkenda kuposa sema yule mwanamke asema hataki, kwa sasa hataki kuolewa, alhamdulillah, ni ile istikhara yako kule, Allah amekuokoa. Pata mkorofi wewe mpaka ukaramba mchanga. Allah alazim. Na mwanamume yualia, ukafikiria mfiliwa na babake, hakufiliwa na chochote, atembea tu yualia, ukutembea akisalimia alaykum salam, mazuri, nzuri kabisa. Bora ulikuwa kama walia hivi, sasa ulikuwa sidi, walikuwa wasikianalia kwani? Kumbe ana mambo kichwani, wallahi alazim, hakuna anayejua isipokuwa Allah. Viki istikhara muhimu jamani, muhimu sana. Alafu mara moja tu istikhara, si warejelea mara nyingi ukaingia kwenye bid'a. La, mara moja tu sawa. Kuwa na yaqini kuwa Allah atakuchagulia kilichokuwa na khairi na wewe. Wa as'aluka min fadlika al'azim, wa mumba fadla zake Allah hapa, fa innaka taqdir wa la aqdir. Wadhihirisha udhaifu wako mbele ya Allah, kuwa wewe ndio mwenye uwezo, mimi sina uwezo. Wa ta'lamu wa la a'lamu, na wewe ni mjuzi, mimi sina ilmu ya kujua yatakao kuja katika mustakbal, sijui mimi. Wa anta allamul ghuyub, na wewe ni mjuzi wa mambo ya ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Sasa hapo useme anna hadha al-amr, wataja lile jambo lako, anna zawaji bi fulana au tijarati hadi, yani wataja ile kile kitu ambacho utakufanya. Wakitaja hapa sasa anna hadha al-amr wa yusammihi bismihi, kwa hivyo hapo utataja kile kitu ambacho watakufanya. Khairun li, ikiwa wajua hiki ninachotaka kukifanya ni khairi kwangu, fi dini wa dunyaya, katika dini yangu na dunia yangu, wa maashi wa aqibati amri, na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, au qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, ukiwa hili jambo ni khairi na mimi, basi nikadirie hili jambo liwe. Wayassirhu li, na ulifanye jepesi kwangu mimi. Thumma barik li fihi, kisha unibarikie katika hili jambo.
اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. na ya Allah, ikiwa wajua hili jambo ni shari kwangu mimi katika dini yangu na dunia yangu na maisha yangu na mwisho wa jambo langu, fasrifni anhu, basi niepushe mimi na hili jambo, wasrifu anni, na uliepushe hili jambo mimi lisinipate, waqdur li alkhaira haythu kan, na unikadirie mimi ile khairi kule iliko, yani bimaana kile ambacho kina khairi na mimi nikadirie hili, niondolee, nipe khairi. Thumma radhini bihi, kisha uniridhishe katika ile khairi ulinikadiria. Bimaana kwa mfano nimependa mimi kuoa mahali fulani, nataka binti fulani, ushafanya istikhara, kisha jambo lako halikuwa, basi Allah akakuelekeza kwingine ukenda, basi kule unakokwenda kule uwe Allah atakujalia uridhie pale ulipokwenda. Muelewa? Sijui sienda kule lakini bwana bado wakumbuka kule ulikoregeshwa. Uridhie kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia, kingine pengine labda hata si kile ulichokutarajia, Allah akakukadiria kule, alhamdulillah. سمى لفظ أحمد وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب. وقوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم, hii insha Allah tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Hii aya ni ndefu insha Allah na ina ahkam nyingi sana ndani yake, walillahi alhamdu wal minna. Tutajaribu insha Allah juma lijalo, kile tutakachojaliwa tukiweza kumaliza tutamaliza hii aya insha Allah بإذن الله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.